Kama mzee pato analala, naambia nyinyi wa mama, usiamke kwanza kufakia nyumba kama mzee pato analala, hapana. Hivyo unaua mzee. Kulingana na mila na desturi ya mtu Mluya, ufakio inauanga mzee. Unapofakia usipigane kelele. Wamama wengine hata wanachapianga watoto ufakio. Hiyo sio vizuri. Mtoto huyo hatakuwa na maisha mazuri kulingana na mila na desturi ya Mluya. Kwa majina naitwa David Sakayo Kaluhana, mwanahistoria wa ulimwengu. Leo naenda kuongelea kuhusu mila na desturi katika eneo la Uluyani, na hii mila inahusika na ufakio, mwiko na meko. Meko ya Mluya kawaida ni 3. Hiyo inaonyesha mwanamume, yaani 3 ni mwanamume. Na nyumba kubwa kwa sisi Waluya ni ya mama. Sasa mwanamume anapokaa ndani ya nyumba kubwa huwa amekaa ndani ya mama. Waluya wanaamini hiyo kitu. Na mama na anapokaa jikoni huwa inaaminika kuwa amekaa ndani ya mzee. Sasa pipi anakaa ndani ya mzee ya mume wake, na mume naye anakaa ndani ya bibi yake. Tangu zamani katika eneo la Waluya ilikuwa hairuhusiwi watoto wasijana kupikia chakula kwa meko ile ya Mluya. Sababu iliaminika kuwa hiyo ni papa, na haikuruhusiwa mtoto mdogo akalie papa akitengeneza chakula. Hasa meko haya ilikuwa ikiruhusiwa tu mama peke yake. Hasa ikiwa mama anataka anaondoka aenda safari, ama hata kama hako, wamama walikuwa wakiambiwa wawe na meko aina 2. Moja ya watoto kutumia kama mwenyewe hayuko, na ingine ya mwenyewe kutumia kama ako nyumbani. Sasa samani walikuwa wakitoanga kuku, hata mpaka leo wanatoanga kuku inaitwa elitiko, yani wakifunika nyumba wakifikisha juu origin inaitwa elitiko kwa Kiluya. Sasa hiyo elitiko lazima mama aenda kwao, aenda atoe kuku ya elitiko alete msaa kuja akule. Kuonyesha kuwa huyu mama sasa kwa vile hii nyumba ni yake, sasa huyu ndio mzee wake peke yake. Maneno yote nini huyu ndio mzee sasa. Upande wa mwiko ilikuwa hairuhusiwi mama kupepa miko iende kwa jiko nyingine. Kulingana na mila na desturi ya mtu Mluya, mwiko haiwezi kutengeneza chakula kwa jiko 2. Wanaume wote lazima watakufa. Ama wasee wa hizo jikoni 2, huku mahali penye mwiko ilitoka na kule mahali penye mwiko ilienda, lazima wasee wote wakufe. Ndio mnaona wamama wajane wameanza kuchaa sana na wakiwa katika rika janga. Sababu tumeacha mila na desturi tukifuata makanisa ya iliyoletwa hapa na wazungu. Mwiko haitakikani iende ipike chakula kwa jikoni nyingine bila jikoni ambayo ilitengenezewa kupikanga hapa chakula ipaki ya jikoni moja. Hapana, bado. Lakini isitoke jikoni iende hiyo, hapana. Unapata wakati huu wa mama wa kisasa matanga ikiwa kwao ama shida yote, wanapepa mwiko wanaenda naye mpaka kwao, ati wanaenda kutengeneza chakula kwao ili msaka kumfuata kwa hiyo shida kwenda kusema pole. Anafanya nini msee sasa? Ata apikiwa hiyo mwiko akule chakula? Hapana, hiyo haitakani hivyo, sio vizuri. Inatakana shida ikipatikana kwenu nyinyi wa mama, shida ikipatikana kwenu, watu wa huko kwenu watengeneza tu miko ya kutengeneza chakula. Shida ikisha wajome hiyo miko ama waone la kufanya na hiyo miko, lakini sio upepe miko ya mzee uende naye
kwenu ama uende naye wapi. Wengine hata wana mpango ya kando kidogo kidogo hivi. Na niatia sana ukichukua mwiko ambao unapikanga mzee wako chakula akikula, upigie mpango wa kando tena chakula ikule kwa hiyo akula kwa hiyo chakula, ni makosa. Kwa upande wa Waluya, wa mama akipata kuku mgeni, kama hataki huyo kuku atoka kwa nyumba aenda mbali, anawekanga mwiko na ufakio kwa mlango, kuku aruke ili asiende mbali. Alafu baadaye utapata huyu mama akifakia ufakio, akifakia takataka na ufakio wake anatupa hata kwa mlango ama kwa ua la nyumbani. Watoto wakicheza wanaanza kuruka kwa hiyo ufakio. Hata watoto wasoma ufika wapi, hakuna siku hao watoto watawahi enda mbali. Sababu chenye mwiko na kufakio inafanyanga kuku asienda mbali, akaa tu hiyo poma, apungaa tu kwa hiyo poma. Akaa kwa hiyo poma maisha yake yote. Vile vile ufakio itafanya watoto wako hawatatoka hiyo poma hata usomeshe uende wapi, watabaki hapo milele na milele. Baadaye utaanza kulalamika na nilikuaje. Na kumbe wewe mwenyewe ndio umefanyia watoto wako mila ya ufakio, imewapakisa hapo, wamekaa hapo bila kwenda mahali popote. Kama mzee pato analala, naambia nyinyi wa mama, usiamke kwanza kufakia nyumba kama mzee pato analala, hapana. Hivyo unaua mzee. Kulingana na mila na desturi ya mtu Mluya, ufakio inauanga mzee. Pili, mzee akitoka nyumbani anataka aende safari mahali, wacha aende. Hata unaweza kupostpone hiyo kufakia ukata masaa 5 ama 6 ndio ufakie kwa mlango mzee ameenda. Lakini mzee akiamka hivi na unafakia nyuma yake, ndio unasikianga amepata ajali labda ama nini imepatikana kwake. Sasa na hiyo sio kitu mzuri. Kwa hivyo ufakio huwa nyinyi wa mama muwe na mahali pazuri pa kuweka ufakio wenu. Mnapotumia tengeni mahali mahali pasiri sana ama mahali private kwa Kiingereza hivyo, ama kwa Kiluya wanasema abundwa bifse. Mweka huo ufakio, unapofakia weka mahali huo ufakio wako penye mtoto hatafikia rahisi akanyake ama uruke penye chochote hakitafanyika hapo. Na unapofakia usipigange kelele. Wamama mwingine hata wanachapianga watoto ufakio. Hiyo sio vizuri. Mtoto huyo hatakuwa na maisha mazuri kulingana na mila na desturi ya Mluya. Mtoto haitakana umpige na ufakio, haitakana uruke ufakio, haitakana ukalie ufakio ama uweke mbele watu wakae usiweke ufakio mbele yao, hapana. Sababu ya mila na desturi ya mtu Mluya. Meko na mwanaume. Kama ni mama ameharibu meko, inatakana akienda aende kabisa. Asirudi ile poma tena watengeneza meko ingine. Yaani mwanamke akiharibu meko ni kama ameharibu huyu mzee, hamtaki tena. Ataenda kuanza meko ingine upya penye ameenda. Na hata akianza meko ingine upya hata kuwa na maisha mazuri. Tu hawezi wakataa kitu ukule kiapo kuwa sitawahi rudia hii kitu alafu rudia mali, hapana. Akipomoa meko ni kama amekula kiapo kuwa hatawahi kukaa na mwanaume tena. Sasa wasee wa zamani walikuwa kufanya mila, alafu wanaita kwa Kiluya tunaitanga emeloha. Alafu wakishafanya hivyo wanafanyia cleansing, yani wanaoshwa. Wanachukua kakondoo hivi, alafu wanajinja, wanafanya mila yao bila wanajua, ndio huyo mama arute kwa hiyo poma tena. Na hata wairudi hawatatengeneza meko nyingine kwa hiyo nyumba. Itakani hiyo nyumba ipomolewe, meko ijengwe mahali pengine. Kwa hivyo vijana wadogo hawa, unapotaka amka kufanya neno, jua unataka kufanya neno gani na ni kwa nini na uko wapi na baadaye inaweza leta madhara gani. Usiamke tu na neno kufanya bila kumbuka madhara yake, faida yake, na kama ni madhara itarekebisha na nani, hapana. Saa hii inatakana tuelewa wa mama, sababu nyinyi wanaume mko na reasoning capacity mbele ya wamama.
10%. Sasa inatakana tumchukulie mama kama ni kiumbe dhaifu mbele yetu. Tusianze kumnyanyasa, kumchapa, hapana. Na wamama, mnapooleka kwa mapoma ya kina watu, uko chini ya mzee. Sikia sheria ya mzee. Ukiona sheria zake asambatani na maslahi na mahitaji yako, sasa chukua hatua ya kuita watu wa jamii wakuja aidha wawakait na kuwa cancel, ama kuna jambo lingine inaitwa ICS. Ina kite na cancel watu waweze kuishi vizuri katika ndoa yao. Usichukue fursa ya kujinyonga, hapana, ama kuwa mzee, hapana, ama mzee nao. Usichukue fursa ya kuwa bibi yako, hapana. Wakati mlipendana mara ya kwanza, mlipendana. Sasa nini mbaya? Hata makosa haiwezi kukosekana kupatikana kwa wale watu ambao wanaishi watu wawili. Lazima makosa iwe. Na makosa ikiwa, simsuluhisha tu hiyo makosa kwa amani. Kama juzi mlisikia kijana mwingine alisika mtoto wake ikiwa angali hai. Sasa kitendo kama hiyo ya usalimu kiasi hiyo, mnafanya nini? Suwache mtu awe na uhai hata akiwa na mtoto ambaye ulizaa. Huyo hapa na maisha yake na ni Mungu alimpea hayo maisha. Tukiambia hata binadamu hata mmoja peke yake atengeneze tu inzi peke yake, inzi atembee. Hata siafu mmoja, hakuna binadamu anaweza tengeneza siafu atembee, hakuna. Hii vitu yote iliumbwa na Mungu na alikuwa na kusudi yake. Alikuwa na kusudi ndio akaunda hizi vitu zote, ama akaviumba vyote vikawa. Sasa haitakani tuleta hasara kwa uhai wa wanadamu wenzetu, uhai wa wanyama, wa wadudu na kila kitu, hapana. Tujiwasa kwanza ndio tuamsha neno lolote la kuleta hasara kwa uhai wa kila kiumbe. Hii historia yote mmekuwa mkiambiwa nami Bwana David Sakaya Karuhana, mwana historia wa ulimwengu, msimamizi akiwa ni Elvis.